Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa kutafsiri ishara za ndoto na ishara za nyota na utatuzi mbalimbali katika shida zetu za katika maisha yetu kuhusu afya, uchumi, mahusiano na kadhalika. Tayeb, ikiwa tunaelezea matukio ya kila nyota kuanzia tarehe 21 ambayo itakuwa ni Alhamis, na tarehe 22 ambayo itakuwa Ijumaa, na tarehe 23 ambayo itakuwa Jumamosi ya mwezi huu wa 5, ni kama ifuatavyo kwa kila nyota au zodiac. Tukianza na nyota ya Kondoo, utakuwa mnyonge katika mipango hii ya sasa. Uwe mwangalifu zaidi katika mipango iletayo faida. Upande wa kipato, fursa za haraka zinaweza kujitokeza kupitia mawasiliano au biashara ndogo ndogo. Mahusiano, mivutano ya haraka inaweza kutokea kwa sababu ya maneno. Kwa hiyo ushauri ambao naokupeni watu wa nyota ya Kondoo, ni vizuri mkatulia kabla ya kujibu kwa sababu ya hasira. Unaweza kujikuta unajibu vibaya na mambo yakakuharibikia. Nyota ya pili ni nyota ya Ng'ombe. Waweza kuanzisha jambo na likafanikiwa kwa sharti ikiwa hauna mikosi. Na mikosi mara nyingi nimekuwa naelezea ni yale mambo unayoyafanya bila kufanikiwa mara kwa mara. Lakini si kwa mara moja hujafanikiwa ikawa ni mkosi. Ila mikosi ni lile jambo unalolifanya mara kwa mara bila kuleta mafanikio au kuleta matunda mazuri. Na ni vizuri ukatafuta ufumbuzi au tatuzi katika hali ya kiafya, haswa afya yako wewe mwenye nyota ya nini? Ya Ng'ombe. Upande wa kipato, kuna uwezekano wa matumizi ya ghafla, lakini pia utapata msaada wa kifedha. Na fedha utapata nyingi kama huna mikosi, lakini kama una mikosi inawezekana hata hicho kidogo pia ukakikosa. Na upande wa mahusiano, mahitaji ya usalama wa kihisia yataongezeka. Kwa hiyo ushauri wangu kwa nyota hii ya Ng'ombe, ni vizuri mkalinda fedha zenu na kuepuka kuamini ahadi zote. Unaweza kupewa ahadi na zikawa ni zenye kukuletea hasara. Kwa hiyo ni vizuri watu wa nyota hii mkanitafuta. Nyota ya Mapacha, utakachokipata katika siku hizi 3 ni vizuri kugawia wengine japo kidogo. Mafanikio yataongezeka zaidi ikiwa haswa hauna mikosi. Na ninapokuwa naeleza neno mikosi, huwa ninakuwa namaanisha jambo kubwa ambalo wewe mwenyewe mhusika unajua. Ni yale mambo ambayo hufanikiwi mara kwa mara. Tayeb. Na upande wa mafanikio yataongezeka zaidi na uendelee kujipanga na utafaulu zaidi. Ikiwa huna mikosi, hii ni katika nyota ya Mapacha, ni nyota ya 3. Ikiwa huna mikosi ndio mambo yatakuwa mazuri zaidi, na ikiwa una mikosi mambo yatakuwa sio mazuri. Upande wa kipato, mitandao au mawasiliano, simu au media na biashara zile za online, kwa wale wanaofanya kazi za online wa nyota hii ya Mapacha, zinaweza kufunguka, mambo kaona ni mazuri. Lakini bado nawashauri kutatua matatizo mliokuwa nayo ili muweze kuvutia zaidi na mambo yakaenda vizuri. Upande wa mahusiano, mazungumzo mapya yanaweza kuleta ukaribu mpya pia. Ushauri wangu kwa nyota hii ya 3 ambayo ni Mapacha, usiahidi zaidi ya uwezo wako. Usitoe ahadi, maana mmezoea kutupa ahadi ambazo hamna uwezo nazo. Ili mradi tumetoa ahadi mtu kafurahi, basi ukaona kwako ni salama, lakini sio salama zaidi. Yani sio vizuri zaidi kwako wewe. Upande wa Kaa ni nyota ya 4. Katika kipindi hiki cha siku 3 kuanzia hii Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, utaletewa habari zilizokuwa zimesheheni uongo mtupu. Yani habari hizi utakazopata ni vizuri ukazichunguza na wewe. Na pia uchunguzi katika habari hizo wahitajika zaidi, na ukishindwa ni vizuri ukauliza kwa unaowaamini wakusaidie zaidi. Upande wa kipato, riziki inaweza kuja polepole lakini kwa utulivu. Na upande wa mahusiano, hisia za zamani zinaweza kurudi. Kwa hiyo hisia na maana ule mvuto, wewe kama kuna mtu uligombana naye, basi utaanza kuona marejeo yanaanza kurudi. Au kama ulikuwa umechukia mtu katika mahusiano, basi utaanza kuona unaanza kurejesha mapenzi au upendo wako, ndio zile hisia zinaanza kurudi. Ushauri katika nyota hii ya Kaa, usijifiche sana kihisia na mnitafute.
kujificha ni ile kutoeleza yale yaliyokuwa ndani ya moyo wako. Nyota ya Simba, sehemu unayoishi itajitokeza mizozo, na ni vizuri ukawa ni mwenye subira. Fanya usafi au ukaguzi wa sehemu unayoishi. Machafuko au maradhi tofauti yatakuandama, na maradhi haya yatakuwa ni ya vipindi tofauti. Unaweza ukaamka asubuhi ukajisikia tofauti, ikifika mchana ukajisikia tofauti, na ikifika jioni kadhalika ukajisikia tofauti. Upande wa kipato katika nyota hii ya Simba, ni watu wenye mvuto wanaweza kukusaidia kufungua njia, au wale watu wenye nafasi wako na uwezo wanaweza kukusaidia kufungua njia za wewe kuendelea kupata au kuanza kupata. Upande wa mahusiano, kipindi cha kuonekana na kuvutia zaidi kipindi kama hiki. Utaona watu wanakufurahia, watu wanavutika na wewe na habari zako na ulivyo na ucheshi wako na kadhalika. Tayeb, upande wa ushauri katika nyota hii ya Simba, ni vizuri mkaepuka kiburi katika mawasiliano. Watu wanaanza kujionesha kukupenda, kukufurahia, na wewe ukajionesha ndio mwamba, na mambo kama hayo hayatakusaidia ya kuonesha kiburi. Jishushe kwa kujilazimisha, hata kama utajisikia haujisikii kujishusha. Nyota ya Sita ni Mashuke. Utapokea ujumbe au salamu zitakazo kuongezea furaha. Pia watakuzushia tuhuma, yani lawama katika mahusiano. Kwa hiyo upande wa kipato katika nyota ya Mashuke, majukumu ya kazi yanaweza kuongezeka na itakuwa ni faraja zaidi, kwa sababu na kipato ndio kitaongezeka. Na upande wa mahusiano katika nyota hii ya Mashuke, kuchambua sana maneno kunaweza kuleta sintofahamu nyingi. Yani unataka kila neno ulioambiwa basi ulifanyie kazi, litakuletea sintofahamu nyingi, litakuchanganya maana yake. Ushauri wangu katika nyota hii ya Mashuke, usitafute ukamilifu kwenye kila jambo. Upande wa Mizani ni nyota ya Saba. Utaandamwa kwa maradhi mbalimbali na utapoteza kitu muhimu au kuibiwa vitu vyako, na hii kupoteza inaweza kuwa hata mpenzi mkatengana naye akakupotea. Pia vile jambo la uzushi litakufika. Kwa hiyo ni vizuri ukajiandaa kisaikolojia, yani kiakili. Likitokea jambo umezushiwa, basi usipaniki sana, jitahidi kujishusha na kuwa mpole. Kuongea hakutasaidia. Upande wa kipato, connections zitakuwa za mbali zaidi, au elimu zinaweza kusaidia kuongeza kipato chako. Upande wa mahusiano, mvuto na mawasiliano vitaongezeka. Kwa hiyo ushauri wangu katika nyota hii ya Mizani, ni vizuri kuwa wazi kuhusu unachotaka. Kwa hiyo ni vizuri mkanitafuta kwa ufafanuzi zaidi na utatuzi kadhalika. Nyota ya Nge, hii ni kwa matukio ya siku 3 kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 23 ambayo itakuwa ni Alhamis, Ijumaa na Ijumamosi. Upande wa nyota ya Nge ni nyota ya 8. Watu wanaokudai watahitaji uwalipe, na ni vizuri kuwalipa hata kidogo kidogo. Na pia vile utajihisi unyonge, na ni vizuri kwenye kulipa kunaweza kukusaidia kukupa faraja kidogo, japo unyonge hautomalizika. Kwa hicho kidogo kitakuongezea baraka katika mambo yako au mipango yako. Upande wa kipato, fedha za pamoja au shirika zinahitaji tahadhari zaidi. Yani ile kuweka kuwa partnership, mmechangia biashara au mmewekeza kitu kwa pamoja. Kwa hiyo ni vizuri katika hizi siku ukawa muangalifu zaidi. Na mahusiano, hisia za wivu au siri zinaweza kuongezeka. Kwa hiyo ushauri katika nyota hii ya Nge, usifanye kila jambo kwa siri sana kama mlivyo. Kwa hiyo ni vizuri mkawa mnayaweka wazi wakati mwingine, ili watu wapate kujua na wewe unafikiria nini, kuliko kukaa unaweka siri. Na nyota ya 9 ni Mshale. Mambo yako mengi hayatokamilika au kutotimia kwa ahadi zako, na hii itasababisha kukuzidishia uwe na mashaka zaidi. Kama mtu anakuambia nitakufanyia, utaona hafanyi. Hata wewe mwenyewe ukisema nitafanya, utaona hautofanya. Kwa hiyo ahadi hazitotimia. Upande wa kipato katika nyota ya Mshale, ushirika mpya unaweza kuleta fursa, yani ukaleta nafasi za wewe kufanikiwa zaidi katika kipato, na hasa ikiwa hauna mikosi. Upande wa mahusiano,
Mazungumzo muhimu ya mahusiano yanaweza kutokea, na hii italeta faraja zaidi katika mahusiano yako. Upande wa ushauri katika nyota hii ya 9, sikiza zaidi kabla ya kutoa hukumu. Unamsikiliza mtu alafu unatafakari na wewe, kuliko tu umesikiliza hata haujasikiliza kisha ukatoa maamuzi ndio hukumu. Nyota ya mbuzi ni nyota ya 10, utasaidiwa zaidi, pia utasikilizwa shida zako, na pia unaweza ukaomba msaada na ukapata, na kupata utapata vizuri ikiwa hauna mikosi. Mara nyingi naelezea neno mikosi ndio vipingamizi vikubwa vinavyofanya mambo yetu mara kwa mara yakawa hayafanikiwi. Sasa mikosi inasababishwa na nini? Hilo ni swala la kutafuta private, tukaweza tukalijadili zaidi na utatuzi kadhalika. Na pia vile vile mipango itakayoleta faida itafanikiwa haswa ikiwa huna mikosi. Upande wa kipato katika nyota ya mbuzi, harakati nyingi za kazi zinaweza kuongeza mapato, na upande wa mahusiano ni muda wa mapenzi, muda wa mapenzi utaanza kupungua. Utaanza kupungua. Pia vile vile ushauri katika nyota ya mbuzi, panga muda wa kazi na moyo. Moyo upate kurelax, na muda wa kufanya kazi pia viwe vinapangiliwa zaidi. Katika moyo mtanitafuta kwa ufafanuzi zaidi. Twaib, nyota ya 11 ni nyota ya ndoo. Utafurahiwa kila sehemu utakayokuepo. Utapokea taarifa za mipango mikubwa ambayo itakayoongeza kipato, japo haitofanikiwa. Na kipato, ubunifu unaweza kuleta pesa mpya. Na upande wa mahusiano, utani wa kimapenzi na ushirikiano wa kimtandao vitaongezeka, na hii italeta furaha zaidi katika mahusiano. Utani wa kimapenzi ni ile kuwa mcheshi zaidi, sio kununa mara zote, kuonesha misimamo mara zote, kutaka kujua ukweli mara zote. Wakati mwingine kuna utani fulani katika mapenzi. Ushauri, toa mawazo yako bila kuogopa tofauti za aina yoyote, itakusaidia. Nyota yetu ya mwisho ni nyota ya samaki katika hizi siku 3 kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Nyota ya samaki utaalikwa kwenda sehemu mbalimbali, utapata misaada ambayo itakuongezea faraja zaidi, tuwasiliane. Upande wa kipato, mambo ya familia yanaweza kuathiri matumizi, matumizi kwenye kipato. Unaweza kukuta unataka kufanya jambo fulani lakini familia inahitaji kitu fulani, au kuna jambo la kifamilia, iwe familia wewe kuoa au familia ya ndugu zako uliozaliwa nao au wanaokuhusu. Twaib, upande wa mahusiano katika nyota ya samaki, utahitaji utulivu na huruma zaidi. Twaib, ushauri katika nyota ya samaki, linda nguvu zako za kihisia. Katika mambo ya kihisia, umeudhiwa na mtu ni hisia, umependwa na mtu ni hisia. Sasa hizi nguvu zi katika hisia, na kushauri katika kipindi hiki uweze kuzilinda. Asanteni sana kwa kufuatilia darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar. Kuhusu TikTok live, bado tuko kwenye maandalizi ya kuhakikisha mnapata vipindi vya moja kwa moja kwa utaratibu maalumu bila kukosa. Asanteni sana. Ni mimi mtaalamu wenu, mfasiri wa ishara za nyota na kutafsiri ndoto na utatuzi mbalimbali. Asanteni sana.